Mkurugenzi mpya wa shirika la ujasusi la Israel Mossad, Roman Goffman, ameondoa maafisa wawili waandamizi waliokuwa wabunifu wa mpango ulioshindwa uliolenga kuiondoa madarakani serikali ya Iran, kwa mujibu wa taarifa za Channel 12. Ripoti hiyo inasema mmoja wa maafisa hao alikuwa mkuu wa daraja la ujasusi ya Mossad tangu Disemba mwaka jana, huku mwingine akiwa mkuu wa kitengo kinachoshughulikia masuala ya Iran. Maafisa hao wanadaiwa kuandaa mpango wa siri uliolenga kuiangusha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kushirikiana na makundi ya wachache wa kikabila nchini humo, hasa wa Kurd, sambamba na kuchochea maandamano makubwa ya wananchi dhidi ya serikali ya Tehran. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasilisha mpango huo kwa Rais wa Marekani Donald Trump wakati akimshawishi kuunga mkono operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mapema mwaka huu. Mpango huo ulidaiwa kupendekeza Israel kushambulia vituo vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC karibu na mpaka wa Iran na Iraq ili kufungua njia kwa wapiganaji wa Kikurd kuingia ndani ya Iran na kusonga mbele hadi miji ya kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Mossad iliamini maelfu ya vijana wa Kurd wangejiunga na mapigano hayo, hali ambayo ingehamasisha maandamano ya mamilioni ya wananchi dhidi ya utawala wa Iran na hatimaye kusababisha kuanguka kwa serikali. Ripoti hiyo pia inadai kuwa mpango huo ulijumuisha wazo la kumrejesha aliyekuwa rais wa zamani wa Iran Mahmoud Ahmadinejad kama kiongozi mpya wa nchi hiyo baada ya mabadiliko ya utawala. Hata hivyo, ofisi ya Ahmadinejad iliwahi kukanusha madai ya kuwahi kushirikiana na Mossad. Vyanzo vya kiusalama vinasema Goffman na maafisa hao walikuwa na tofauti za kimtazamo tangu mwanzo wa uongozi wake. Hata hivyo, vinaeleza kuwa kuondolewa kwao kumefanyika kwa makubaliano ya pande zote katika mchakato mpana wa kulifanyia marekebisho shirika la Mossad, na wote wanatarajiwa kuendelea kulitumikia shirika hilo katika majukumu mengine. Ripoti hiyo inaongeza kuwa licha ya Israel na Marekani kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya shabaha za kijeshi za Iran mwanzoni mwa vita, mpango wa kubadili utawala ulisitishwa baada ya